Kwa majina naitwa Hussein Kasim Bandiko kutoka Kigoma hapa. Kuhusu dabi, wenyewe walete timu tu, wasio waoga. Wasio waoga kwa sababu hawezi kupingana na TFF, umeona? Sababu TFF ni chombo kikubwa sana hapa Tanzania. Kwa hiyo wenyewe wasijifanye wababe sana. Asasa engineer ndio chanzo chote cha kusababisha Yanga wasicheze dabi. Kuna vitu baadhi wamekosea sababu majibu ya kuahirisha dabi hajatoka kweli, na Yanga wana haki ya kuahirisha mechi kweli, lakini cha msingi tu Yanga watakiwa wafunike kombe, Mwanaharamu wapite, walete mechi, walete timu tucheze mpira basi. Wenyewe waache mambo yote hayo TFF. Yani maamuzi yote ya bodi ya ligi yanaamuliwa na watu wa TFF. Cha msingi mimi maoni yangu, bodi ya ligi na TFF vio vyombo viwili vya kujitegemea, kila mmoja awe na maamuzi yake. Bodi ya ligi wana maamuzi yake na TFF ina maamuzi yake. Kwa sababu hapa TFF wanaamulia bodi ya ligi. Ndio ambacho kinaleta mtanganyiko huo wote. Sababu anachokisema TFF, bodi ya ligi ndio anachokifanya. Bodi ya ligi ndio iko chini, yani bodi ya ligi iko chini ya TFF. Kwa hiyo unakubaliana na kauli ya mashabiki wa Yanga wanaosema kwamba haina nguvu? Wako sahihi, haina nguvu kwa sababu yani bodi ya ligi ndio inafanya mambo yote. Yani bodi ya ligi iko chini ya TFF. TFF ndio wanaitolea maamuzi bodi ya ligi. Lakini Wanayanga wanapokuambia hawana imani nao, unaamini kabisa kwa kauli yako uliyozungumza kama hawana imani kabisa na wenyewe kwa mwenendo jinsi gani unapokwenda? Kwa mwenendo unavyoenda, mimi kwa kifupi mimi sina maoni kuhusu hilo swala. Mimi cha msingi tu ninachowaambia wenyewe, walete tu timu uwanjani, wafunike kombe, Mwanaharamu apite, tucheze mpira basi. Kwa wenyewe sina imani mage dabi bana itabirikagi. Inaweza ikaja hivi tukawafunga na wenyewe wakatufunga vile vile. Mimi sina hofu yoyote kwa sababu tuna wachezaji wazuri. Kiburi hicho kinatokea wapi? Wale yako ukiangalia sasa hivi mna mechi 5 Simba bila kupata chochote mbele ya utani zenu Yanga. Mbele ya utani zetu. Ndio kwa sababu tulikuwa tujipanga vizuri, tulikuwa bado tuna kikosi cha ovyo, lakini kikosi tangu Fadlu amekuja, kikosi chetu ni kizuri sana. Sasa huyu jamaa alivyoongezeka huyu Mpanzu huyu, timu imekuwa vizuri sana sasa hivi, yani iko vizuri.